Ameshinda. Asante. Mbeya ndio sehemu ambayo salamu ya mwanakondoo wanaielewa zaidi. Narudia tena, mwanakondoo ameshinda. Leo ni siku ya Jumapili, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mathayo sura ya 5 mstari wa 6, Yesu alipokutana na umati mkubwa wa watu umekusanyika, akawaona wana jambo zito sana mioyoni mwao, akawaambia neno hili, akasema, heri wale ambao wana njaa na kiu ya kuona haki ikitendeka, maana hao watashibishwa. Kiu yangu ni kuona haki inatamalaki katika nchi hii. Kwa hiyo tunapokuwa tunamuomba Mungu, na leo mkutano wenu mkizindua habari hii, ni kwa ajili ya haki. Tumeshuhudia watu wakiuawa, na sisi kama viongozi wa dini, nafasi yetu ni kujenga misingi ya haki ya utawala katika nchi hii. Haki jinsi ya kupatikana ni pale ambapo tutakuwa na uchaguzi, ambapo viongozi wataenda kupata au kuchaguliwa kwa haki. Na kwa sababu hiyo basi, maombi haya yakajikite katika jambo hilo. Sidhani kama kuna mtu ambaye hapendi haki. Kwa hiyo mtu ambaye atanuna haki inapoendelea kutamkwa, huyo atakuwa sio mtu wa Mungu. Sasa napoenda kuomba kwa ajili ya haki, kama unaamini utasema amina. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mungu, tunakushukuru kwa sababu tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya kuitamka haki katika nchi yetu. Maana neno lako linasema, heri wale ambao wanatamani, wanaona kiu ya kuona haki ikitendeka katika nchi hii, maana hao watashiba. Watu wa Mbeya na watu wa Tanzania kwa ujumla, wale ambao wanaona kiu ya haki katika nchi hii, kama unaamini ya kwamba Mungu anailinda nchi hii, basi itikia maneno haya. Bwana ukawabariki wote ambao wanatenda haki, sema amina. Wale ambao wanafanya vikao vya siri kwa ajili ya kufinya haki ya watu, Mungu kawafedheheshe kwa jina la Yesu, sema amina. Wale wote ambao wanakusudia kufanya haki ikapotee katika nchi hii, watu wakachague watu wasitangazwe, wakafedheheshwe katika jina, sema amina. Wale wote ambao watanuna hawataki mfumo mzuri wa uchaguzi, wakafedheheshwe, sema amina kwa jina la Yesu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe ni kishindo, ukaleta kishindo katika nchi hii. Tunataka katika nchi ya Tanzania tukawe na mfumo mzuri, tukaweza kuchagua watu, ili watu watakaochaguliwa wakatangazwe. Mifumo yote ya udanganyifu ikafedheheshwe kwa jina la, sema amina. Ukatuunganisha wa Tanzania wote, tukaitokomeze mifumo yote ya ukandamizaji katika uchaguzi, sema amina. Tukaungane wote wa Tanzania, ili nchi yetu ikawe na utaratibu mzuri na katiba nzuri katika jina la, sema amina. Yeyote atakayefanya makusudi kuharibu uchaguzi wa Tanzania, akafedheheshwe kwa jina la, sema amina. Yeyote atakayefanya makusudi kufanya taratibu zote ziwe za kishetani, akafedheheshwe, sema amina. Yeyote atakayetamka haki, anayesema nchi hii ikawe na uchaguzi mzuri, ukampe amani, ukambariki, sema amina. Basi Mungu, ninaufungua mkutano huu kwa jina la Mungu Baba na Mwana Mtakatifu, amina. Makofi mengi sana kwa baba askofu, yaongezeke mengine kwa utukufu wa Mungu.
Kabla hajaendelea mwenyekiti, niombe Watanzania tulioko maeneo haya nyuma ya mwenyekiti wetu anapozungumza wanawaona mbele. Niombe wote tulioko hapa tuje mbele yake huku. Watu vijana wetu wenzetu wa hamasa, tusaidieni watu wote walioko huku waje huku mbele, na vile vile tulioko huku tuje huku mbele ili Mheshimiwa Lissu anapozungumza tuwe tunaangaliana namna hii. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu taifa, tukupe pole kwa safari, lakini tukupe pongezi kwa kuendeleza mapambano. Tumekuwa tukikufuatilia muda wote uko barabarani kwa ajili ya kuhakikisha haki za Watanzania zinaendelea kutafutwa kwa gharama yoyote. Na sisi tunaendelea kukuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukupa kibali na uzima. Aendelee kukulinda na kukupa maisha marefu, ili yale maono ambayo Mungu amepanda kwenye moyo wako na kwenye kinywa chako Watanzania ukayafaidi siku moja, na sio mbali wakati umefika. Sio mbali wakati umefika. Tunatambua uwepo wa viongozi mbalimbali. Mwenyekiti wetu, tuna vyombo vya habari viko hapa. Tuna radio kadhaa ikiwemo Kiela FM wanarusha matangazo haya live hadi kwenye redio. Kwa hiyo tuna wenzetu huko wanatusikiliza moja kwa moja. Lakini tuna channel mbalimbali ziko hapa. Tuna watumishi wa Mungu wengi wote wako hapa, viongozi wa mikoa wako hapa. Na kwa kufunga tutamuomba baba yetu mchungaji George Mwangonele atatufungia. Tunatambua uwepo wake. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, ili mradi umekuja Mbeya, mimi kama mwenyeji wa Mbeya ni kuchukue fursa hii kukupongeza na kushukuru na kuwakaribisha wewe pamoja na safu yako nzima. Kuwakaribisheni Mbeya. Tuko tayari na tunawapendeni sana. Mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa mwenyekiti, ni mkoa ambao una kata 179. Una vijiji 533, una mitaa 230, una vitongoji 2817. Lakini kwa bahati mbaya sana Mheshimiwa mwenyekiti, wakati wa uchafuzi uliopita ambao tulifanya mwezi Novemba, waliweza kututangazia vijiji 13 pekee kati ya vijiji 533, ili hali tulikuwa tumeshinda vijiji vingi kabisa. Walitangaza kwa hila. Hakuna mtaa waliotutangazia. Yote hayo tumeacha, na ndio maana tumekuja kuitikia wito wa no reform no election, na sisi Mbeya tuko tayari kushiriki kwa nguvu zote, na Mungu wa mbinguni atakuwa pamoja nasi. Baada ya maneno hayo, nimuombe sasa nimwalike mwenyekiti wangu kamanda sana ambaye amefanya jukumu hili kubwa, Kamanda Masaga Karoli. Uje maeneo hapa baba, kamanda mwenzangu, uje ili utuwekee mkutano rasmi. Makofi kwa Kamanda Masaga Karoli ili atufungulie mkutano wetu na hatimaye atuletee viongozi wanaofuata. Asante kamanda, karibu. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema Taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, Mheshimiwa naibu katibu mkuu bara, Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda